Imeingia sasa ile taarifa ambayo tulianza nayo lakini haikuwa tayari. Tunaelekea kaunti namba 32. Mtu mmoja amekamatwa na shehena ya bangi kunaswa kwenye operesheni iliyofanywa na maafisa wa Nakada huko Nakuru. Kwenye msako huo uliofanywa kwa ushirikiano na maafisa wa polisi katika eneo la Njoro, mshukiwa mmoja anaaminika kuwauzia mihadarati wanafunzi wa shule za upili na vyuo vikuu, kama anavyotuarifu Evans Asiba. Saa 5 usiku, maafisa wa Nakada wakiandamana na maafisa wa polisi waliingia katika eneo hili la industrial area na kiwanja ndege eneo la Njoro kwa msako wa bangi na dawa za kulevya. Baada ya kupata fununu wa mmiliki wa hapa anaendesha biashara hii, lango kuu na eneo hili lenye ukuta mrefu lilikuwa limefungwa. Maafisa hawa wakipata wakati mgumu kuingia ndani, wanyama mbalimbali, lakini biashara halisi siyo ufugaji ila uuzaji wa mihadarati. Na kwa kweli tulipofika na tukapata kwamba huyo suspect alikuwa na kiasi kikubwa ya bangi ambayo tumeweza kupata, ilikuwa imefichwa sana. Tuliweza kutoa kwa shimo ambayo hata mtu yeyote angepita pale hangeweza kujua. Shimo lenyewe lilikuwa karibu kwa zizi la ng'ombe na pia kuna kuku pale. So ilibidi tutumie akili zetu kabisa ili kuweza kujua mahali ziko na kuzitoa. Majasusi walitumia tarimbo kugonga sakafu ili kubaini kulikofichwa mitungi iliyochimbiwa mchangani na bangi kuwekwa ndani, lakini siku 40 za mshukiwa zilikuwa zimewadia. Kwa kawaida wanajua wanafanya kazi ambayo ni haramu, kwa hivyo watafanya kila juhudi kuficha. Kama kwa mfano vile tulipata wamechimba kwa shimo ambalo lilikuwa ngumu kwa hata macho peke yake kuiona, lakini kwa sababu tulikuwa maafisa wengi na tumefanya kazi hii, tuliweza kuitambua. So hawa walanguzi wanatumia mbinu mingi, mbinu kali ambayo pia inahitaji sisi kama maafisa tukuwe na mbinu za kutosha kuweza kutambua. Maafisa wa Nakada wanasema kuwa wanafunzi wa vyuo vikuu na shule za upili ndio wateja wakuu wa mihadarati hiyo. The information that we had is that he's a bigger supplier to the students who are studying around here, the university and the various secondary schools that are here. The owner of this family, of this homestead, is suspected to be the biggest peddler to the students who are residing around here. Evans Asiba, runinga ya Citizen, County ya Nakuru.